Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar kwa kushirikiana na UNICEF imesema hatua ya upandaji miti ni nyenzo muhimu katika kuendeleza uhifadhi wa mazingira sambamba na utunzaji wa vyanzo vya maji safi na salama. Kauli hiyo imetamkwa na mkuu wa idara ya maendeleo ya maji ndugu Juma Masudi Juma mara baada ya kushiriki katika zoezi la upandaji miti huko katika bonde la Kironjo, Kilindini, wilaya ya Micheweni, Pemba. Sisi kama Wizara ya Maji kwa kushirikiana na wenzetu wa UNICEF leo hii tumeingia kwenye hatua nyingine ya zoezi la upandaji miti. Lengo hasa ni kuvitunza vyanzo vyetu vya maji. Kwanza viwe endelevu, pili vyanzo hivyo viweze kuendelea kutoa huduma ya uhakika ambayo itapatikana kwa wananchi siku zote, lakini pia vile vile vyanzo hivyo kuvitunza lengo lake kuongeza uzalishaji wa maji. Kama tunavyofahamu, mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vyanzo vya maji. Water table inapungua, maji yanaondoka katika uasili wake yanaenda kwenye sehemu nyingine ambazo zinaathiri pia vile vile upatikanaji wa huduma maji. Kwa hiyo tunashukuru sana, leo tupo hapa kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu, tuna wenzetu wa asasi za kiraia ambao ni NGO kuhusiana na masuala ya mazingira, tuna wenzetu watu wa maji ambao wanahusika na masuala ya water supply, Rand Water Zanzibar, lakini tuna wenzetu kupitia idara ya misitu, Wizara ya Kilimo ambao ni washauri wetu kuhusiana na masuala ya zoezi upandaji miti, kuhakikisha kwamba miti inapandwa vile inavyotakiwa, kufuata taratibu zote, sheria zote za upandaji miti ili iweze kukua. Mkuu wa kituo cha Miche Konde, idara ya misitu Pemba, Suleiman Juma Khamis, pamoja na afisa mipango Rand Water wakitoa wito huku wakisema, tutoe wito tu idara ya misitu kwamba tushirikiane sana zoezi zima la upandaji wa miti katika maeneo tofauti tofauti, sio katika vyanzo vya maji tu. Sisi idara ya misitu tuko wazi na tuna ukweli wa kwamba watu wakihitaji miti tuko tayari kuwapa, wakihitaji elimu tuko tayari kuwapa elimu kama hiyo ya upandaji wa miti. Leo tumepanda miti katika vituo 4 vya visima vya maji ambapo kwamba ni vyanzo vya kupatikana kwa maji, na malengo makuu ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa namna moja ama nyingine upandaji wa miti ni adaptive strategy ambayo watu wanaitumia sana katika kuzuia ile evaporation rate. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini pia tunawasisitiza Wizara ya Maji, Nishati na Madini waweze kutusaidia kuleta miradi kama hii kwa lengo la kulinda vyanzo vyetu vya maji ili tuweze kusambaza maji safi na salama katika. Sanjari na hayo, miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria katika zoezi hilo ni pamoja na mwakilishi wa asasi za kiraia Youth of United Nation Association of Zanzibar, ndugu Mohamed Hassan Ali. Ameipongeza wizara hiyo kwa juhudi wanazoendelea kuzifanya hasa katika kutekeleza mradi wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Na niwapongeze sana Wizara ya Maji kwa juhudi hizi wanazozifanya hasa katika kutekeleza mradi huu wa mabadiliko ya hali ya nchi. Nadhani sote ni waathirika na tunajua namna tunavyoathirika katika visiwa vyetu vya Zanzibar, Unguja na Pemba. Mabadiliko ya hali ya nchi yanaathiri maisha ya watu kiuchumi na kijamii, na hasa katika masuala mazima ya vyanzo vya maji. Wakati hayo yakiendelea kujiri, naibu sheha wa shehia Mapofu na wadau wa ngazi mbalimbali kwa upande wao wamesema, tunashukuru watu wa Zanzibar kwa kutualika nasie kuja hapa kushirikiana nao kwa kupanda miti. Kwa kweli ni jambo tutakaloendelea, kwa sababu bila kupanda miti mambo yetu yote yataharibika. Tunawashukuru sana kwa kutuletea mradi huu na kutuwezesha sisi wanafunzi kujua kupanda miti. Nikiripoti langu jina ni mimi Mohamed Othman na hii ni Rada Online TV.